Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Alhamdulillah, leo ni siku nyingine yenye neema na nuri. Naamini umeweza kuamka na afya, na pia iwapo labda kuna mtu ameweza kufelewa na kuambia kwamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na inshallah mpenzi mtazamaji, katika awamu yetu ya leo tunataka kuangazia swala la erectile dysfunction, na mgeni wetu si mwingine bali ni kwa jina Daniel Waweru, ambaye naamini tulikuwa naye na tunazidi kuwa naye akizidi kujuza mengi kuhusiana na masuala ya afya. Na inshallah mpenzi mtazamaji, hii inamaanisha kwamba tunaangazia swala la kukosa msisimko wa nguvu za kiume, hasa sasa hili swala linahusiana zaidi na wanaume wenyewe, waweze kujifahamu labda hili swali likitokea ni hatua gani wanafaa kuchukua. Isiwe ni kama unaona aibu kwenda hospitali kwenda kujielezea, ila ni muhimu sana kuenda kuelezea matatizo yako yanayokumba mwili wako. Na inshallah mpenzi mtazamaji, tukielekea kwake tutaweza kufahamu ni yapi ambayo ameweza kutandalia siku ya leo. Karibu sana Daniel. Asante. Atumai huna neno mzima? Niko mzima, nashukuru. Karibu tena. Naam, tukiangalia swala zima hili la kuhusiana na erectile dysfunction, hili linahusiana na nini? Erectile dysfunction ni ugonjwa ambao sana sana unakumba wanaume wengi sana. Na ugonjwa huu husababisha mwanaume hawezi kupata ama kudumisha ule uume wake usimame kwa muda wa kutosha kutosheleza tendo la ndoa. Naam. Haizi to sustain an erection. Na ni swala ambalo wanaume wengi wamenyamazia, sababu wengi wanaona ni aibu. Ndio. Lakini ni kitu ambayo inakumba wanaume wengi sana. Naam. Na tukiangazia swala hili, nini hasa husababisha mtu kuwa na hali hiyo ama wanaume kuwa na hali hiyo? Kuna mambo ambayo ya kisaikolojia na kuna yale ambayo kuna ile inasababishwa na magonjwa. Ya kisaikolojia ndio ile tunaita primary. Naam. Primary erectile dysfunction. Mambo haya ni kama stress. Kuna msongo wa mawazo, akona hofu kuhusu tendo la ndoa. Naam. Huenda inasababishwa na utamaduni wao ama dini yao inampa ile hofu. Inaweza kuwa akona ile mshtuko, like anxiety. Na akona ile inaitwa performance anxiety. Ni ile akona wasiwasi kuhusu utendaji wake wa tendo la ndoa. Inampa ile wasiwasi mwingi ambao unasababisha hata anashindwa kuconcentrate, ile kuwa makini katika ile wakati wa tendo la ndoa. Na hayo ndio primary. Secondary ni yale ambao wanasababishwa na magonjwa kama vile kisukari. Kama vile high blood pressure. Magonjwa kama vile peripheral artery disease, ni magonjwa yanakumba mishipa ya damu. Magonjwa pia madawa. Kuna madawa ambazo watu humeza yanasababisha ile uume kushindwa kusimama vizuri. Madawa haya ni kama madawa ya wale ambao wako na shida za kifafa, anti seizures. Kuna wale ambao wana dawa za pressure, antihypertensive zile. Kuna wale wanameza madawa hata ile cancer. Madawa zile zinasababisha nguvu ya uume inashuka. So inasababishwa na magonjwa hii secondary. Na inaweza sababishwa pia na ile testosterone kuwa chini kupita kiasi. Hiyo sana sana inaweza changiwa na labda shida inaweza toka kwa akili ama shida inaweza toka kwa uume wenyewe. Isababishe mashida kama hayo. Na tukiangalia swala lingine ni kwamba
Why do you think men hesitate to talk about erectile dysfunction? Wanaume wengi wajitokezi ni jambo ambalo haliripotiwi kwa sana, lakini lipo. Na ni kwa sababu yake sana sana huwa aibu. Wanaona aibu sababu maybe wanahisi kwamba itaonyesha kwamba wako hafifu. Naam, inaweza kuwa ni ile mazingira yake. Amelelewa mahali ambapo anajua mwanaume ambaye haezi tendo la ndoa ni mwanaume bure. Inaweza kuwa ni utamaduni wake ambao umeweka ili swala la ngono kwa ujumla ni swala ambalo liko na hisia nyingi, sensitivity haiongelewi sana. Naam, kwa hivyo napata wanaume wengi wanajificha na wananyamazia na kulitekeleza jambo telekeza jambo hilo. Naam, sababu wengi utakuta mtu ana hilo jambo lakini hata kuliongea. Na the fact that wameambiwa kwamba mwanaume huwa yuko strong, wanasahau kwamba pia kuna ile health yule mwanaume hayuko strong. Nadhani pia jamii inachangia zaidi katika kumwangusha mtoto wa kiume, kwa sababu ingechangia katika kumpa ule moyo kwamba sio mwisho wa maisha, kuna jinsi tunaweza tafuta ukasaidika. Sasa alafu kuna ile fear kwamba mwanamke ataniacha sababu mimi I'm not doing my work. Sasa utakuta pia wanawake inabidi wasimamie wanaume waweze kuwasaidia katika njia hii au nyingine, kwa sababu ni kama just the way menstruation ikitokea kuna mwanamke akipatwa na ugonjwa fulani anaona aibu mimi kuisema, lakini wanawake siku hizo wamekuwa watu wa kufunguka na mwanamume ni ngumu sana kuweza kufunguka. Naam, tukiangalia swali lingine ni kwamba what are some common physical causes of erectile dysfunction? Physical causes. Naam, tumeongelea mambo ya hormone kubadilika. Testosterone sana sababu hiyo ndio homoni ya wanaume ambayo ina control haja ama hamu ya tendo la ndoa. Na ni ambayo ndio homoni ya libido kwa wanaume. So ikiwa chini inachangia shida hiyo. La pili ni magonjwa ambayo yanaathiri mishipa ya damu na nerves. Magonjwa haya ni kama high blood pressure, kisukari. Sana hiyo ndio uko hivyo mtaani imejaa sana. Magonjwa haya ukiongezea juu na mambo ya ile lifestyle kama pombe, sigara, yote yanaathiri mishipa ya damu na yanasababisha hii shida ya erectile dysfunction. Na pia uzito mwingi kwa wanaume si mzuri, inachangia hayo yote. Lazima uzito mwingi unajua huwa inakuja na mafuta nyingi kwa damu. Hiyo yote yanachangia erectile dysfunction. Na hii ni kando na maybe kugongwa ile sehemu, kupata ajali na vitu kama hizo. Na swali lingine ni kwamba in what ways can unhealthy lifestyle choices like smoking, alcohol, using or lack of exercise affect sexual performance? Naam. Tukianza na uvutaji wa sigara. Sigara huwa inaathiri mishipa ya damu. Inaathiri ukuta za mishipa ya damu. Hivyo inasababisha kunakuwa na mkusanyiko wa mafuta kwenye mishipa ya damu. Hivyo inasababisha ili uume usimame lazima damu ipampiwe kutoka na moyo hadi kwenye ule uume, damu ijae pale, uume usimame kwa nguvu na imara. Lakini mishipa ya damu inapo kuwa nyembamba, damu haipiti vizuri, huwa inasababisha apati ule uume uliosimama. Hiyo ni sigara. Pombe huwa inasababisha high blood pressure. Ukiangalia wale ambao wanakunywa pombe kwa wingi sana, unaweza pata hadi kilo ya mwili imeongezeka. Na kuna ile cholesterol ile mbaya inajaa pia kwa mwili. Hiyo cholesterol ndio inasababisha inaenda inajikusanya kwa mishipa ya damu,
inasababisha damu haipiti hadi kwenye uume. Mazoezi inasaidia kwanza ile ulaini wa mishipa ya damu, na moyo pia unafanya kazi vizuri, unapata ina pump damu vizuri kuelekea maeneo yale. Inapunguza uzito na mafuta ile imejikusanya kwenye mishipa ya damu inatoka. Mishipa ya damu inakuwa iko pana. Na kando na kwamba kuna hiyo masuala ya physical, tukiangalia upande labda what usually causes, what wanazita, is it pumbu, something like that, mtu I don't know, it's the testes that was nafura or something. Utakuta mtu labda umekutana na mtu kwa njia huwa kuna sijui ni tezi dume wanasema ndo imekuwa kubwa and so on. Sasa huwa sijaelewa, je, hii inaweza kuwa sababu pia upande wa mwanamume kutokuwa na ile functionality nzuri? Umesema pumbu? Something like that. Kwa Kiswahili wanasema ni pumbu. Na ni kitu ambao hutokea wanaume, unakuta imefura. Ile prostate. Yeah, I think ni hiyo kama sijakosea. Prostate huwa inafura kwa wanaume wote, watafura hiyo prostate kwa miaka ikisonga. Kazi yake ni huwa inasaidia kutoa rutuba ambayo inapea sperm chakula. Sperm ni zile mbegu za wanaume. Inazipea rutuba wakati ambapo inaenda wanapopata tendo la ndoa. Inasaidia pia na ile fertility, kupata watoto. Inapofura huwa inakinga, inafinya ule pipe ya kupitiza zile mbegu na pia mkojo. Sasa jinsi inakuja kuaffect kusababisha ile erectile dysfunction ni tuseme wakati inatibiwa. Kuna madawa mtu upewa kutibu ile prostate iache kufura. Na madawa haya unapata kuna ingine yako na estrogen. Kumbuka estrogen ni ile hormone ya wanawake. Ukipea mwanaume haezi kazi ya ndoa. Hiyo madawa pili inaweza tolewa kwa njia ya upasuaji. Hiyo upasuaji inaacha madhara, sababu inafanya injury kwa ile uume. Hiyo surgery husababisha wanaume wengi washindwe kupata ule uume uliosimama. Lakini yenyewe haisababishi ile kufura, yenyewe haisababishi mtu kukosa kusimama. Maana kuna wengine ukitembea njiani unakuta unaambia huyu akona, in Kiswahili ni pumbu. Yaani sipendi kulitaja vile hilo jina. Na nikalia yani hivi. Lakini utakuta ametembea mpaka wengine wanashindwa kutembea. Yaani inakuwa imefura kiasi kikubwa zaidi. Labda unaongelea kufura ile testis zile. Nadhani ni testis kama sijakosea. Hiyo inafura inaweza sababishwa na kugongwa ile sehemu, inasababisha mtu afure. Kuna infection ambayo yanasababisha ile sehemu ifure. Na vitu kama hizo, na hiyo ikiaffect, kumbuka testis huwa ndizo zinatoa testosterone. Kwa hivyo zikiwa zimeathirika, testosterone itashuka, na hivyo hataweza kupata uume uliosimama dhabiti. Naam, shukran sana. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tutaweza kuendelea na awamu ya pili. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Daniel ndani ya studio zetu za Mahdi TV anazidi kuelezea mengi kuhusiana na haswa wewe mwanamume ambaye ili jambo huenda linakuathiri na hutaki kuongea. Hivyo basi ni vizuri sana kusikiza kuanzia mwanzo hadi mwisho, huenda ukapata suluhu ni yapi ambayo wewe binafsi unapaswa kuyafanya. Na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi, tukiwa naye ndugu yetu Daniel ambaye anazidi kujuza mengi, kuelezea mengi kuhusiana na swala zima la afya, na tukiangazia ni kuhusiana na upande wa wanaume, swala zima la
erectile dysfunction, kitu ambacho wewe unaweza chukulia labda ni kwa aibu kwako, ndio, lakini ni kitu ambacho lazima upate afya ili yani upate matibabu ya haraka ili uweze kurudi salama. Na inshallah, mpenzi mtazamaji, tukielekea kwake zaidi tuweza kufahamu ni yapi ambao zaidi anazidi kutuelezea Daniel. Karibu tena. Asante. Naam. Tukiangalia swali lingine ni kwamba how does age influence the likelihood of developing erectile dysfunction? Naam. Mtu anapozeeka mishipa ya damu na nerves huwa inaanza pia kuzeeka. Mishipa ya damu inaanza kuwa ngumu na kumaanisha hata damu kupita inaathiriwa. Nerves ambazo zina control ile uume, unapata pia hizo zimeanza kazi yao imeanza kuathirika kwa sababu ya uzee. Hivyo inamaanisha kupata ule uume inakuwa mgumu mtu anapozeeka na kuchangiwa juu ya na magonjwa ya uzeeni. Napata watu wanapokuwa wazee pia anakuwa na ugonjwa wa high blood pressure. High blood pressure inachangia hii ugonjwa wa erectile dysfunction, na pia madawa za magonjwa hayo yanaweza athiri sababisha erectile dysfunction. Naam. Naam. Swala gumu lakini nataka sana watu ambao wako na bidii ya kuweza kuangalia kwamba mimi niko na tatizo lazima nishughulikie. Naam. Na tukiangazia pia upande wa labda watu ambao wako na age ya 35 and so on, how now vipi it can affect them? Naam. Mtu wanaume ukifika umri wa miaka 25, hiyo ndio miaka ambayo testosterone iko high kabisa. Hadi alafu anapofika miaka 30 inaanza kushuka pole pole. Kila mwaka testosterone inaanza kushuka. Kumaanisha akifika miaka 35 huko 40 akielekea 50, testosterone pia inashuka nayo. Kumaanisha ile nguvu za kiume huwa zinapungua. Na unapata kupata ule uume na kudhibiti kudumisha kwa muda pia unaathiriwa juu ya miaka na testosterone kushuka. Na inaweza athiri pia hiyo miaka. Okay, sawa. Swali lingine ni kwamba can chronic diseases such as diabetes or hypertension increase the risk of erectile dysfunction? Naam. Ukweli inaweza sababisha erectile dysfunction. Tukianza na diabetes, hii ni kisukari. Kisukari jinsi huwa inafanya, huwa ile sukari kuwa nyingi kwa damu, huwa inaingia kwa mishipa ya damu, kwa ukuta wa mishipa ya damu. Kando na hayo, mtu ambaye ana kisukari unapata pia mafuta nyingi inajaa kwa damu. Ile mafuta pia inaenda iko kwa ukuta, inaitwa atherosclerosis. Inajaa kwa ukuta wa damu. Haya yote ukiongezea pia sukari inaenda inaingia kwa nerves, inasababisha ugonjwa unaoitwa diabetic neuropathy. Hiyo imegonga nerves, na pia ikiaffect mishipa ya damu ni diabetic vasculopathy. So hiyo inasababisha mishipa ya damu inakuwa nyembamba na ile hisia ya nerve ile maeneo inapungua. Kumaanisha ana hisia na damu haiendi vizuri. Hivyo wagonjwa wengi wa kisukari wanakuja wakicomplain kuhusu erectile dysfunction. Ukiangalia high blood pressure, ule ukimbia kwa damu, hiyo jinsi huwa inaathiri mishipa ya damu ni huwa inaenda inainja ukuta, kama inaathiri ukuta wa mishipa ya damu. Kisha athiri ukuta, inasababisha zile misuli, sababu damu ina pressure nyingi. Ukuta wa mishipa ya damu pia ni kama muscle, inafura. Hivyo mishipa ya damu inakuwa nyembamba.
Kando na hayo, dawa ambazo mgonjwa wa high blood pressure hupewa, kuna yale madawa ambayo yanakuja yanasababisha erectile dysfunction. So ukifanya ugonjwa wenyewe na dawa ambazo mtu anameza, anakuwa na erectile dysfunction. Naam. Swala mpaka nabakia nafikiria hiyo process vile iko, lakini anyway ni kazi kubwa sana. Na kitu kingine ni kwamba what role do hormones, particularly testosterone play in erectile function? Testosterone huwa inasababisha mishipa ya damu kwa uume zirelax. Zile mishipa ya damu kama zinalegea, zinaruhusu damu iingie. Damu inapoingia ijae pale, inasimama, inakuwa ngumu. Pia testosterone inaenda kwa akili, inasababisha mtu awe na haja ya kufanya tendo la ndoa. Ile libido inaongezeka. Testosterone inaposhuka, inamaanisha huyu mtu ile maeneo damu iendi vizuri, sababu ijirelax vizuri. Na pili, hana ile haja kwa akili. Na hivyo ndio jinsi testosterone so ni kama kule, kama inayochangia katika ule msisimko. Ule msisimko kabisa. So sipokuwa bwana msisimko huko vizuri, unasema kazi ifanyiki vizuri. Naam. Asante sana. Na ni jinsi gani labda other foods ambazo unajua kuna ile kuavoid the risk ya kuweza kupata ugonjwa kama huu, ni jinsi gani mwanamume anafaa kuwa in terms of exercise and also dieting? Naam. Jambo la kwanza, jinsi huwa tunadhibiti ugonjwa huu, hatuanzi na madawa mara moja. Huwa tunaanza na kubadilisha mitindo ya kimaisha. Ya kwanza tunaanzia chakula. Ale lishe bora. Apunguze mafuta nyingi kwa chakula. Atumie kuna ile mafuta nzuri. Sana sana hii mafuta ya maji, hiyo iko sawa. Ya salad. Lakini hii mafuta ya solid oil, nyingi zao zina ile cholesterol mbaya. Hiyo cholesterol mbaya ndio inakuwa inajikusanya kwenye ukuta wa mishipa ya damu. Anafaa ale chakula ambazo zina kuna viini ama sio viini, zina madini ndani. Madini, hiyo ndio jina. Madini kama vile magnesium, zinc, calcium. Hayo madini ndio yanasaidia ule afya ya uume. Chakula hao inaweza pata kwa samaki, inaweza pata kwa nyama, inaweza pata kwa mboga mboga na matunda kama avocado na ndizi. Ale chakula ambao iko na vitamins kama vitamin D, vitamin E, vitamin B, hizo apata kwa mboga mboga, matunda na pia hata nyama na samaki. Aepuke machakula ambao yanasababisha yako na sukari nyingi, machakula ambao yako na mafuta nyingi, kama machips, soda, mambo kama hayo. Pombe, kwanza achane na pombe kabisa. Hapo pombe huwa inaongeza hiyo cholesterol mbaya. Achane na sigara. Sigara tumeongelea ina affect ukuta wa mishipa ya damu. Kisha afanye mazoezi. Mazoezi husaidia kupunguza ule uzito na kupunguza ile cholesterol mbaya kwa mwili na afya ya mishipa ya damu iwe laini. Kisha tumeongelea exercise, chakula na nini ingine baki? Ilikuwa ni hizo tu, exercise na upande wa chakula, jinsi gani unavyofaa kula, unavyofaa kumaintain diet yao. Kitu kingine ni kwamba tumesikia like the men ambao wanatumia boosters, like
boosting ndo they stay for long. Does this have effect upande labda itakuja kuletea madhara, iko na side effects zake za kutumia maybe medicines ambazo najua hizi you want to boost? It's not like normal but you want to boost ndo kaa ile for long, because naamini kuna ile estimated time yake and it's a healthy one, alafu na ile ambayo ni unhealthy. Like tulipokuwa tukiangalia maybe tukipitia katika wale washauri tofauti unasikia like the more a man does not get a break maybe in between, inasababisha pia nearness ya kuwa na maradhi, or wengine wanasema like inaweza pia life nini short span ya life yako wengine wanasema kwamba inapunguka. So I really don't know if kama ni kweli ama madawa ya boosters ile sasa inatumika ni Viagra na wenzake wako class moja. Kuna Viagra, Tadalafil, hizo madawa zote hizo. Jinsi huwa zinafanya kazi ni kutoa kemikali ile ambayo testosterone imefanya itoke kwa jina nitrous oxide. Hiyo kemikali inafanya mishipa ya damu ipanuke na damu ingie kwenye uume. Madawa hayo yako na madhara yake, side effects. Ya kwanza ambao ile inakuja kwa muda mfupi baadaye ni vitu kama kusweat, ile flash, unasikia joto jingi mwilini, unasikia tumbo kuuma, unaweza kuwa hata na kutapika, kizunguzungu. Ile hatari zaidi ni haswa kwa wale wagonjwa wanatumia, wako na mashida ya moyo, wako na mashida ya pressure. Hayo unapata anachanganya dawa dawa ambazo zinafanya kazi kama hiyo Viagra. So hiyo akimeza dawa hiyo, pressure yake inashuka. Sasa mgonjwa ambaye ako na ugonjwa wa moyo na anameza dawa ambazo ziko na nitrate, kuna madawa hayo yanaitwa nitrate, anapomeza pressure yake inashuka mara moja. Pressure ikishuka hivyo ndio unapatanga mtu ameaga wakifanya tendo la ndoa. Pressure imeshuka mara moja, akili imekosa damu, hivyo anaenda akifanya tendo la ndoa. Kwa hiyo Viagra isitumike na mtu yote ambaye ako na ugonjwa wa moyo, wa pressure na moyo. Sababu tumia muda mrefu sijisikia kwamba inaweza sababisha mtu miaka yake ipungue. Labda awe na ugonjwa ingine juu yake kama hiyo ugonjwa wa moyo. Lakini hizi Viagra zenyewe haisababishi mtu miaka yake ipungue. Na akitumia vizuri hivyo. Lakini tena akitumia kwa wingi pressure yake itashuka na aende. Sasa mmesikia jamani. Wale ambao labda mmezoea kutumia boosters mnasema mpaka nihakikishe kwamba, because kuna mentality ambayo ukiangalia sometimes it's abnormal. Mentality ya kusema kwamba okay, you want to stay for long because you know you want to be a man. Unajua kuna wao wanasema like okay, manhood ni the man. Lakini kuna somehow pia angalia pia afya yako iko vipi. Usitumie kitu kabla hujaenda hospitali kupata ushauri, because nowadays chemist ni nyingi. Mtu ataenda ataitisha anything just like the way mtu anaenda kwa hospitali anaitisha, kwa chemist anatisha P2 not knowing, hajui hata matumizi yake ni vipi, unakuta unatumia hapa na hapa, at the end of the day inakuletea maradhi zaidi ya hapo. Asante sana. Na tukimalizia ni kwamba what are some misconceptions people have about erectile dysfunction and ni jinsi gani tunafaa kumanage? Kuna mafunzo mabaya huku mtaani ambao ya confuse watu. Jambo la kwanza watu husema erectile dysfunction inamaanisha mwanaume ni hafifu. Hiyo inaleta ile stigma. Ndio. Hiyo ni uongo. Jambo la pili ambao inaleta ni
kusema kwamba ni ugonjwa wa wazee. Naam. Inaweza adhiri mtu yoyote, hata kutoka umri mpaka hii yangu. Juu tumesema inaanzia kwa saikolojia hata kabla hujakuwa na magonjwa mengine. Jambo la tatu ni kuamini kwamba dawa ile Viagra zile, hiyo ndio tiba peke yake. Kweli. Na hiyo ni uongo. Hiyo itakusababishia madhara mengine ya afya. Tumesema ukibadilisha mitindo ya kimaisha, achana na pombe, usivute sigara, fanya mazoezi, badilisha, kula lishe bora. Hayo yote yatakupea afya nzuri katika tendo la ndoa. Asante sana. Asante sana Daniel, umeweza kuelezea vizuri na kuweza kuwahusisha ama kuwahamasisha jamii, haswa wanaume ambao ni wanaume wenzako. Unajua wanaume wanajuana wenyewe kwa wenyewe. Ni vizuri sana kwa vile umeweza kuliangazia, na mimi natakuwa wameelewa. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Daniel umeweza kufahamu mengi kuhusiana na erectile dysfunction. Ni kwamba kuwa na lishe bora wewe kama mwanamume. Usitumie Viagra like it's a food. Hapana. Itakuletea madhara katika mwili. Jitahidi sana kuhakikisha kwamba una maintain exercise. Ndio utakuta wanaume wengi siku hizo wanaenda exercise. Alafu sasa wale jamani ambao mko overweight, kuna sababu ambazo mtajiletea madhara pia zaidi. Hakikisha ni ya kwamba mnafanya exercise, mnakula vizuri, na pia tusiweke stigma sisi kama jamii kwa hawa wanaume labda ambao wamepatwa na hilo tatizo. Tuwe ni wenye kuwasaidia, tujue ni jinsi gani tutaweza kuwasaidia. Washaurini waende hospitali wafike, sio aibu, kwa sababu walisema kwamba mficha uchi hazai. Ni kwamba ukificha magonjwa ama ukificha maradhi, siku zote atakuumbua na utakuwa wewe ndio umeenda hasara. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi kusema isipokuwa ni kukwambia masala.